Leo zaidi ya watu bilioni 5 wanaunganishwa kupitia internet. Kila sekunde mamilioni ya ujumbe hutumwa, mamilioni ya video hutazamwa, mabilioni ya utafutaji hufanyika. Biashara, elimu, benki, hospitali, serikali na hata mawasiliano ya familia hutegemea mtandao huu. Swali kubwa ni hili: internet ilianza lini? Ni nani aliyevumbua? Je, kulikuwa na mtu mmoja aliyebuni internet au ilikuwa kazi ya mamia ya wanasayansi wa kipindi cha miongo kadhaa? Leo Global Makala itasafiri nyuma kwa zaidi ya miaka 60 kufuatilia historia ya internet kuanzia chanzo chake hadi kuwa teknolojia inayounganisha dunia nzima. Historia inaanza mwaka 1957, dunia ilipokuwa katikati ya vita baridi kati ya Marekani na Umoja wa Kisovieti. Mnamo tarehe 4 Oktoba 1957, Umoja wa Kisovieti ulizindua Sputnik 1, satellite ya kwanza kabisa duniani. Tukio hili lilishtua Marekani, na kwa mara ya kwanza Marekani iligundua kuwa mpinzani wake alikuwa amepiga hatua kubwa katika teknolojia ya anga. Serikali ya Marekani ilihofia kuwa ikiwa Sovieti wameweza kurusha satellite angani, huenda pia wana uwezo wa kushambulia Marekani kwa makombora ya masafa marefu. Ili kujibu changamoto hiyo, mwaka 1958 Rais Dwight D. Eisenhower aliunda shirika jipya la utafiti wa teknolojia za hali ya juu. Shirika hilo liliitwa ARPA, yani Advanced Research Project Agency. Lengo lake lilikuwa moja: kuhakikisha Marekani inaongoza katika teknolojia. Wakati huo hakuna aliyefikiria kuwa uamuzi huo ungekuwa mwanzo wa internet. Miaka michache baadaye, mwaka 1962, mwanasayansi wa kompyuta aliyeitwa J.C.R. Licklider aliwasilisha wazo jipya kabisa. Aliamini kuwa siku moja kompyuta duniani kote zingeweza kuwasiliana. Aliuita mfumo huo Galactic Network. Wakati huo kompyuta zilikuwa kubwa kama chumba kizima. Kila moja ilifanya kazi peke yake, hazikuweza kushirikiana. Lakini Licklider aliona mbali zaidi. Aliamini kuwa watu wangeweza kushiriki taarifa kutoka sehemu yoyote duniani kupitia mtandao mmoja. Leo tunaona jambo hilo kuwa ni la kawaida, lakini mwaka 1962 lilionekana kama hadithi za sayansi. Tatizo kubwa lilikuwa moja: kompyuta zingewezaje kutuma taarifa kwa usalama? Katika miaka 1960, taarifa nyingi zilitumwa kupitia mfumo wa simu, lakini mfumo huo ulikuwa dhaifu. Njia moja ilipoharibika, mawasiliano yote yalikatika. Mwaka 1964, mwanasayansi wa Marekani Paul Baran alipendekeza mfumo mpya. Badala ya kutuma taarifa kama ujumbe mmoja mkubwa, taarifa zigawanywe katika vipande vidogo vinavyoitwa packets. Vipande hivyo vingesafiri kupitia njia tofauti, kisha vikafika mwisho vikakusanywa tena. Karibu wakati huo huo, nchini Uingereza, mwanasayansi Donald Davis alifikiria wazo lile lile kwa kujitegemea, na ndiye aliyelitumia rasmi neno packet switching. Teknolojia hii ndiyo hasa msingi wa internet hadi leo. Kila picha unayotuma, kila video unayotazama, kila ujumbe unaotumwa, vyote usafiri kwa mfumo huu wa packet switching. Baada ya miaka kadhaa ya maandalizi, mwaka 1969 ARPA iliamua kujenga mtandao wa kwanza wa kompyuta duniani. Mtandao huu uliitwa ARPANET. Kompyuta ya kwanza iliwekwa katika chuo kikuu cha UCLA nchini Marekani. Kompyuta ya pili iliunganishwa katika Stanford Research Institute. Baadaye zikafuata katika chuo kikuu cha California, Santa Barbara na chuo kikuu cha Utah. Mtandao huo ulikuwa na kompyuta 4 pekee, lakini ndio ulikuwa mwanzo wa internet. Usiku wa tarehe 29 Oktoba mwaka 1969, mwanafunzi Charlie Klein akisimamiwa na Profesa Leonard Kleinrock alijaribu kutuma ujumbe wa kwanza kupitia ARPANET. Aliandika neno login, lakini mfumo ulianguka baada ya kutuma herufi mbili tu, L na O. Hivyo ujumbe wa kwanza kabisa katika historia ya internet
ulikuwa low. Baada ya muda mfupi, mfumo ulirekebishwa na neno lote login likatumwa kwa mafanikio. Ingawa lilikuwa kosa la kiufundi, herufi hizo mbili zimeingia katika historia kama ujumbe wa kwanza kabisa uliotumwa kupitia mtandao wa kompyuta. Mwisho wa miaka 1969, ARPANET ilikuwa imeonyesha jambo moja muhimu: kompyuta zinaweza kuwasiliana, lakini bado kulikuwa na tatizo kubwa. Kulikuwa na mitandao mingi tofauti ambayo haikuweza kuwasiliana yenyewe kwa yenyewe. Je, ingewezekanaje kuunganisha mitandao yote duniani kuwa mtandao mmoja? Swali hilo lingepata jibu kutoka kwa wanasayansi wawili ambao majina yao yangekuja kubadilisha historia ya teknolojia milele: Vinton Cerf na Robert Kahn. Mwaka 1971, mhandisi wa kompyuta Ray Tomlinson alipata wazo ambalo lilibadilisha mawasiliano milele. Aliunda mfumo wa kutuma ujumbe kutoka kompyuta moja kwenda nyingine kupitia ARPANET. Huu ulikuwa mwanzo wa barua pepe ama email. Lakini kulikuwa na tatizo dogo: kompyuta zilihitaji kujua ujumbe unaenda kwa nani na uko kwenye mashine gani. Ndipo Ray Tomlinson akachagua alama ambayo haikutumika sana kwenye majina ya watu. Alama hiyo ilikuwa ni hii @ Kwa mara ya kwanza, anwani ya barua pepe ilitenganisha jina la mtumiaji na jina la kompyuta au mtandao. Hakuna aliyefikiri kwamba alama hiyo ndogo ingekuwa moja ya alama zinazotambulika zaidi duniani. Leo mabilioni ya watu hutumia alama ya @ kila siku. Wakati matumizi ya ARPANET yalipoendelea kuongezeka, tatizo la kuunganisha mitandao tofauti lilizidi kuwa kubwa. Mwaka 1973, wanasayansi wawili, Vinton Cerf na Robert Kahn, walianza kutafuta suluhisho. Walitaka mfumo ambao ungewezesha mtandao wowote kuwasiliana na mtandao mwingine bila kujali aina ya kompyuta inayotumika. Baada ya miaka kadhaa ya utafiti, walibuni mfumo ulioitwa TCP, yani Transmission Control Protocol. Baadaye wakaongezea sehemu ya pili iliyoitwa IP, yani Internet Protocol. Kwa pamoja zikawa TCP/IP. TCP ilikuwa na jukumu la kugawa taarifa katika vipande vidogo na kuhakikisha vinafika salama. IP ilikuwa na jukumu la kuhakikisha kila kipande kinaelekezwa kwenye anwani sahihi. Kwa maneno rahisi, TCP/IP ndiyo lugha ambayo kompyuta duniani kote hutumia kuwasiliana mpaka leo. Internet bado inategemea msingi huo. Baada ya majaribio ya miaka kadhaa, siku muhimu kabisa ilifika. Tarehe 1 Januari mwaka 1983. Siku hiyo ARPANET iliacha kutumia mfumo wake wa zamani na kuhamia rasmi kwenye TCP/IP. Mitandao iliyounganishwa kupitia mfumo huo mpya iliweza kuwasiliana kwa urahisi. Wanahistoria wengi wa teknolojia huiita tarehe hii siku ya kuzaliwa kwa internet. Kwa mara ya kwanza katika historia, mitandao tofauti iliweza kufanya kazi kama mtandao mmoja mkubwa. Kutoka siku hiyo, neno internet likaanza kupata maana yake ya kisasa: mtandao wa mitandao, network of networks. Kadri internet ilivyokuwa ikikua, kulikuwa na tatizo jingine. Kompyuta zilitambulika kwa namba za IP kama 192.168, lakini namba hizo zilikuwa ngumu kukumbuka. Mwaka 1983, mwanasayansi Paul Macapetris alipendekeza mfumo mpya ulioitwa Domain Name System, yani DNS. Badala ya kukumbuka namba, watu wangeandika majina rahisi. Mfano, badala ya namba ndefu ungeandika jina la tovuti. Mfumo huu ndio uliowezesha matumizi ya viambishi kama .com, .org, .edu, .gov. Baadaye zikaongezewa nyingine nyingi kama .net, .info na misimbo ya nchi kama .tz kwa Tanzania.
Leo kila unapofungua tovuti, DNS hutafsiri jina hilo kuwa anwani ya IP kwa sekunde chache sana. Bila DNS, kutumia internet kungekuwa kugumu sana kwa watu wengi. Kufikia mwaka 1985, vyuo vikuu vingi vya Marekani vilikuwa tayari vimeunganishwa kwenye internet. Mwaka 1986, taasisi ya National Science Foundation NSF ilianzisha mfumo uitwao NSFNet uliounganisha vituo vya utafiti na elimu kwa kasi kubwa zaidi. NSFNet ilichukua nafasi muhimu katika kueneza matumizi ya internet nje ya jeshi na kufanya ipatikane kwa jumuiya ya watafiti na baadaye kwa taasisi nyingine. Katika kipindi hicho, internet bado haikuwa na picha, haikuwa na video, haikuwa na mitandao ya kijamii, haikuwa na Google, haikuwa na YouTube. Watu wengi walitumia maandishi pekee. Lakini mabadiliko makubwa zaidi yalikuwa karibu kuwasili. Mwaka 1986, mwanasayansi mmoja kutoka Uingereza akileta wazo ambalo lingefanya internet iwe rahisi kutumia kwa kila mtu duniani. Jina lake lilikuwa ni Tim Berners-Lee. Hakuvumbua internet, lakini alivumbua kitu ambacho kingeifanya internet kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kitu hicho kilikuwa ni World Wide Web, au kwa kifupi WWW. Asante kwa kutazama sehemu ya kwanza ya historia ya internet. Tafadhali usiache kulike, kushare na kusubscribe, na tukutane katika sehemu ya pili ya makala hii. Jina langu ni Daniel Vincent. Kwaheri kwa sasa.